nitumie fursa hii kuwapongeza rasmi wauguzi wote. Hongereni sana wauguzi wote mlio kwenye viwanja hivi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anawapongeza sana wauguzi wote. Anasema yuko pamoja na nyinyi na anamsaidia sana Mheshimiwa Rais kufikisha kero na changamoto zenu, na nafikiri kwa sehemu kubwa sana nyinyi ni mashuhuda, mmeona zimeweza kutatuliwa na mtakuwa ni mashahidi. Kwa mara ya kwanza katika risala yenu mmetaja changamoto 2 tu, maana yake zingine zote zimekwisha tatuliwa ama ziko tayari zinatatuliwa. Salamu za pili, naomba mpokee salamu kutoka kwa mbunge wetu Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko. Anawapongeza sana kwa shughuli hii ya leo. Nawapongeza sana wahudumu wetu na kiujumla watumishi wote wa sekta ya afya. Sasa hivi sisi tunatembea kifua mbele, kwa sababu huduma inayotolewa kwa wananchi wetu ni huduma ambayo ni nzuri, kwa sababu mna lugha nzuri, mnawapokea vizuri, lakini pia wanapata tiba inayostahiki. Maana yake ni nini? Sisi wauguzi ndio ambao kwa zaidi ya 70% ya muda wa ugonjwa tunakuwa tuko naye. Naomba niwaambie, ofisi yangu imekuwa ikipokea kero za aina mbalimbali, lakini kwa kipindi cha hivi karibuni sina kero yoyote kutoka kwenu wauguzi mnaoambiwa na wananchi. Hongereni sana, mnafanya kazi yenu nzuri sana, na Mheshimiwa Rais amejitahidi sana kufanya kwa upande wake kuhakikisha kwamba huduma ya sekta ya afya inapata nyenzo stahiki ili kazi yenu nyinyi wauguzi, madaktari na wataalamu wote wa sekta ya afya iweze kuwa nyepesi. Nimpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa anayoifanya. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika wilaya yetu ya Bukombe, katika mwaka huu wa fedha unaozungumza, tumepokea fedha nyingi sana katika sekta ya afya. Lakini katika kuondoa kero za wananchi, bado tumepata nyongeza ya vituo vingine vya kufanyia kazi. Katika mwaka huu wa fedha tunaozungumza, tunajua kituo cha afya cha Msangila, kituo kile tumetumia zaidi ya milioni 927 zimekwenda pale kwa kituo cha afya cha Msangila peke yake, na kitakamilika hivi karibuni kianze kutoa huduma. Tafsiri yake ni nini? Upo uhitaji mkubwa wa madaktari, wataalamu sekta afya na wauguzi kwenda kufanya kazi kwenye kituo kile. Kwa hiyo bado utahitaji wauguzi wengine ambao ni wengi zaidi. Lakini wote mmeshuhudia sasa hivi tunajenga jengo la mama na mtoto katika hospitali yetu ya wilaya, nalo litakamilika hivi karibuni. Kwa hiyo litaenda kuhitaji pia idadi kubwa ya wauguzi na watumishi katika sekta afya kufanya kazi katika majengo yale. Lakini ndani ya mwaka huu wa fedha tunajenga vituo 4, zahanati 4 katika ndani ya wilaya yetu. Nayo ni tafsiri nyingine kwamba uhitaji wa wauguzi unazidi kuongezeka. Ndugu zangu, naomba niwaambie kitu kimoja. Mheshimiwa Rais yuko serious kwenye sekta afya, na anapofanya hili amemaanisha. Katika mwaka huu wa fedha tunaozungumza, Mheshimiwa Rais ameweza kutoa ajira mpya ya watumishi 97 ambao wote wamesha ripoti na wako kazini wanafanya kazi. Nazungumzia mwaka huu wa fedha. Lakini tunavyozungumza sasa hivi kuna watumishi 68 ambao tayari wanaripoti wameshaletwa katika wilaya yetu katika sekta ya afya. Kwa hiyo ndani ya huu mwaka peke yake Mheshimiwa Rais anatuletea watumishi 165 katika sekta ya afya. Hiyo ni kuonesha kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan swala hili la kutatua changamoto za wananchi wake katika sekta ya afya amelipa kipaumbele. Ndugu zangu wauguzi, ninyi ni sehemu ya halmashauri ya Bukombe na sisi ndiyo halmashauri ya Bukombe. Niwashukuru sana kwa namna mnavyoweza kuhudumia wananchi wa wilaya Bukombe. Mmetupa heshima sisi Bukombe kwa kazi yenu iliyotukuka, na kwa sababu nipo kwa niaba ya waheshimiwa madiwani yote, nichukue fursa hii kuwapongeza kwa vituo vyote vinavyotoa huduma kwa wilaya Bukombe kwa namna ambavyo umetambulishwa hapa kwa makundi kwenye zahanati zetu, vituo vya afya na hospitali zetu za wilaya ambazo zinatoa huduma hapa Bukombe. Kazi yenu ni ya kujitolea na ni ya kujituma na ni kazi ya kumtegemea Mwenyezi Mungu. Niwaombe sana, endeleeni kumtegemea Mungu
na awe mwongozo katika shughuli yenu hii. Nasi kama halmashauri ya Bukombe, kwa umoja wetu, kwa changamoto ambazo Chache imezungumza, tutaendelea kuzifanyia kazi, na hasa katika kuboresha mazingira yetu ya kufanyia kazi, tukiwa sisi ndio wasimamizi wa halmashauri hii. Tembeeni kifua mbele. Sisi baraza la halmashauri ya Bukombe tunatambua mchango wenu mkubwa sana mnaoweza kusaidia na kutoa kwa watu wetu na hasa jamii ya Wanabukombe. Kwa kifupi, tuna afya njema, tuna afya nzuri, na wauguzi stahiki zetu tunapata kwa wakati, mambo yanakuwa safi na hakuna shida yoyote. Tuseme Mwenyezi Mungu ni mkubwa, aendelee kutupigania, kutupa nguvu, na tutafanya kazi kwa uweredi na kufata maadili ya uuguzi. Siku ya leo tukiwa tunamwadhimisha Florence Nightingale, tunashukuru Mungu kwa mambo mengi yanayoendelea, lakini pia tunaishukuru halmashauri ya wilaya ya Bukombe kwa kutuwezesha kukamilisha siku hii ya leo, bila kumsahau mheshimiwa mbunge wetu kwa mambo mengi anayotujalia. Tunashukuru halmashauri na serikali nzima kwa mambo mengi yanayotujalia, kwa sababu tunapata sasa hivi stahiki zetu kama watumishi kwa wakati, na mambo mengine yote kama watumishi tunapata kwa wakati.